Kama alivyosema Mheshimiwa Asha Baraka, nadhani wote ni mashahidi kwamba tunapozungumzia muziki wa dance tunamzungumzia Asha Baraka na familia yake wote, na sio wenyewe tu waandishi, ni Tanzania kwa ujumla. Wa familia Asha Baraka ina history katika muziki wa dance, na bahati mbaya uaga tunawakumbuka watu wakiwa wamekufa. Tunawaambia hawa amekufa yule bwana ndo alianzisha Chinga Sound, yule ndo alianzisha Beta Muzika, yule ndo mmiliki wa Twanga miaka hiyo. Hatuwasifii wakiwa hai. Kwa hiyo ndio changamoto ya sisi binadamu ambayo tuko nayo, lakini binafsi nipongeze sana familia ya Asha Baraka. Nje ya kumiliki bendi imetoa ajira, kwa sababu ukianza kuajiri watu 30, 25 mpaka watu 4, wewe ni kiwanda. Kwa hiyo unasaidia watu wa mtu uliyemwajiri nyuma ya watu, kwa sababu mtu uliyemwajiri nyuma yake kuna mke wake, kuna watoto, kuna mama, kuna baba, kuna mjomba na kuna anko na marafiki vile vile, na kuna afya yake. Kwa hiyo huyu mtu anaweza kawa mtu mmoja anaitwa Asha Baraka ameajiri mtu mmoja ambaye yule mtu mmoja anaaminika kwamba anafanya kazi asset au Twanga Entertainment, lakini nyuma yake ana watu 100. Kwa hiyo Asha sio mtu ambaye tunaweza kumuona tu kwa sababu tumemzoea, ni mtu ambaye yeye kama yeye ni package. Asha ni package ambayo ndani ya Asha Baraka, nje ya familia yake, kuna watu almost 100,000 wanaomtegemea. Nje ya familia yake 100,000, na hiyo 100,000 nimeisema mimi kwa ninayoyajua. Lakini ukienda mbele kabisa unaweza kukuta Asha Baraka anaweza kawa na miliki zaidi ya watu 500,000. Na kuwamiliki sio kukaa nao nyumba moja. Kuwamiliki hata yule tu unayekutana naye akakutaja tu Asha Baraka nimefiwa, Asha Baraka nimeswi nini, au wote wewe unawamiliki. Kwa sababu gani? Wamekuita Asha Baraka, wamekukimbilia kwa sababu wewe una kitu. Kwa hiyo sisi tumejipanga. Mwezi wa 8 tumejipanga pale Mlimani, apatakuwa hapatoshi. Cha kwanza itaonekana history ya Twanga Pepeta, lakini pili tutataka kuonyesha kwamba Twanga ni nani na imetoa ajira na imewainspire vijana wangapi. Unajua wapo vijana ambao walitamani kuimba Twanga Pepeta, walitamani kucheza Twanga Pepeta, na wapo vijana ambao bila kwenda Twanga Pepeta hawajisikira. Na Twanga Pepeta ni bendi ambazo huwezi kuzitofautisha sana na Msondo, Sikinde, huwezi, ndio wakongwe hawa. Kwa hiyo mimi niseme kwamba tunapanga, ule sio uzinduzi. Labda Asha nimueleze. Ule sio uzinduzi, tunaenda kuweka history ya mziki wa dansi kupitia Twanga Pepeta. Yes. Sio uzinduzi. Uzinduzi tushachoka, tunazindua kila siku. Tunaenda kutengeneza history ya mziki wa dance kupitia Twanga Pepeta. Twanga Pepeta imetoa ajira, Twanga Pepeta imeunganisha watu. Kuna watu inawezekana tulikuwa tunakosana, lakini tunakutana kwenye mziki, kwenye dance. Kwa hiyo Twanga Pepeta imeunganisha watu. Kwa hiyo katika watu ndio tarehe hiyo tutakayotamka mwezi wa 8, tunaenda kuunganisha watu wa zamani, wa sasa, wa katikati, wote na wadau wa mziki wa dance. Nia yetu lazima tuiombe serikali, na bahati nzuri nimesikia bungeni wameanza kuiongelea ili swala la kwamba kama mabendi yatakuwa yanaimbia kiingilio bia, basi yule anaichukua bendi awe amewalipa vizuri watu wa bendi. Hichi ni jambo kubwa sana hili. Yaani haiwezekani ukamlipa mtu wa bendi 500,000 alafu ukamweka Luiza Mbutu pale mbele, mtu mwenye history kwenye taifa hili. Haiwezekani ukamlipa 500,000 ukamweka Chazi Baba mbele na bendi ambayo ina watu. Mimi napinga kiingilio pombe. Napinga. Kama inawezekana turudishe makampuni ya vinywaji yawe sponsored ya hawa watu wa mabendi ili kuendelea kuinua uchumi wa wanamuziki. Kwa sababu moja ya changamoto zilizokuwepo, hakuna mwanamuziki wa dansi tajiri. Huo ndio ukweli. Na mimi sipendi kuongea maneno ya kuficha. Hakuna mwanamuziki wa dansi tajiri, lakini kuna mwanamuziki wa dansi mwenye uhai na afya njema.
mwenye uhai na afya njema. Lakini hakuna mwenye mziki, ukimwona mwenye mziki wa dansi kajenga, kajikwamua yeye mwenyewe kwa akili yake. Lakini kuna mwanamuziki wa dansi mwenye ajira ambayo ni Twanga Pepeta, Msondo au Sikini. Kwa hiyo turudi kuelekea kwenye Twanga Pepeta mwezi wa 8, lakini turudi vile vile ni umshukuru Asha Baraka, nimshukuru Amani, niwashukuru kamati yangu Charles Baba, shukuru dada yetu Liza Mbutu. Kilio chetu katika mziki wa dance ni mziki kusikika. Kilio chetu katika mziki wa dance ni mziki kusikika. Vyombo vya mziki wa dance. Ukienda kwenye mziki wa dance utapenda tu sauti, lakini utapenda mziki unaotoka. Nikushukuru sana Bwana Amani, umeturudishia twanga mpya. Twanga mpya ni wanamziki wale wale lakini vyombo vipya, na wanamziki wale wale wana uwezo wa kuimba lakini walikuwa wanaangushwa na vyombo. Asha Baraka kafumba macho, Mungu kamuona. Meneja Amani kafunga macho, kapanda safari, kaenda kuleta vyombo. Na leo tunapoizungumzia Twanga Pepeta, hatuizungumzii Twanga Pepeta ile ya mazoea. Tunaizungumzia Twanga Pepeta yenye kadanse, yenye kusikia mziki wenye ladha. Ukihitaji gitaa unalisikia kwa wakati, ukisikia ngoma unaisikia kwa wakati, ukihitaji speaker mtu anaimba unamsikia tungo za wakati uliopo. Maana yake nini? Maana yake tunaenda kuongeza ajira, maana yake tunaenda kuongeza furaha kwa wapenzi, na maana yake hata mabendi mengine nayo yatafanya, na utakuwa mfano wa kuigwa kupitia Twanga Pepeta. Kwa hiyo tuyaombe mabendi mengine nayo, tunajua mnapitia hivyo hivyo, mnajikusanya hivyo hivyo, mnajikusanya hivyo hivyo. Na mimi niombe hata serikali yetu ile mikopo ya mama ile ambayo tunataka kukopesha wasanii, tuangalie na watu wa mabendi. Tuangalie na wasanii wa bendi. Manake tusiposema sisi hawa wasanii wa bendi watakufa na jina, hilo jambo haiwezekani. Msanii wa bendi maarufu lakini akifa tunapata salamu nyingi za pole, lakini hatukumsaidia wakati anafanya ile kazi ya muziki. Hatuwezi kufanya hivyo. Peponi hatutakiwi kwenda wanyonge. Peponi tunatakiwa kwenda kidogo, alhamdulillah. Hata siku zamu ya malaika wa Bwana siku ya mwisho ukiwa mnafufuka anakuambia wewe mbona sio mnyonge, mwambie wewe nipeleke kwa Yesu tu, acha mambo yako. Au sio bwana? Hatutaki kwenda peponi kwa wanyonge. Kwa hiyo mimi niwashukuru sana na niwaambie kamati yangu tutakayounda. Mimi napenda vitu vya haraka haraka. Ndani ya wiki hii mimi nakutana na kamati yangu ofisini kwangu yote na kueleza muktasari wa nini tunaenda kufanya mwezi wa 8. Na baada hapo tutakaporudi sasa tunarudi kivingine. Na leo ndani ya vyombo hivi ambavyo tutaenda kuviona sio vyombo vya Asha Baraka, sio vyombo vya Imani, ni vyombo vya Watanzania. Imani amewafungulia fursa. Kwa hiyo kama mmefunguliwa fursa, vijana ambao wanaona wana ndoto ya muziki wa dance, karibuni. Karibuni. Una ndoto ya muziki wa dance, Twanga Pepeta Entertainment haijajibania yenyewe iseme hii ni studio ya Twanga tu, itakuwa inaingia studio kila siku. Haiwezekani. Kwa hiyo imefungua ndoto ya Watanzania, imefungua ndoto ya vijana, imefungua ndoto ambayo Daktari Samia Suluhu Hassan kila siku anasema kama tukishikamana milango inaweza kafunguka na watu wakapita. Kwa hiyo mimi nikushukuru sana Amani. Hakikisha Bongo Flava wapo. Hakikisha watu wa nyimbo za dini wapo. Wewe usiangalie huyu dini gani, na nakujua unao uwezo huo. Ni professional, una uwezo wa kamera, una uwezo na kujua. Hakikisha muziki wa dansi wote ambao wewe ndio umekulia katika hayo maisha, wafungulie njia ya muziki mzuri unaotoka kwa wakati sahihi. Ngonjera, nyimbo za utamaduni, rekodi kila kitu ambacho kina miko na kitalinda heshima ya Tanzania, ili mradi isivunje sheria za nchi yetu. Kwa hiyo mimi nakuunga mkono my brother, na nataka kuambia hili ni jambo jema umefanya, na ni jambo la Twanga Pepeta, lakini ni jambo la Watanzania wote. Asha, umelinda heshima yako miaka nenda rudi. Hajawahi kuonekana Asha Baraka ana kashfa na nini na nini. Ni mtu wa wote, na leo anawafungulia hichi kitu cha wote. Tuje hapa studio tufanye recording, vyombo vyake tuvitumie. Kama una uwezo wa kukodisha vyombo, una hafla, njoo ongea na Amani, kodisha vyombo, vitumie kwa wakati, rudisha kwa wakati. Lakini kizuri zaidi
Mwezi wa 8 tunaenda kuzindua vyombo vyetu. Mwezi wa 8 tunaenda kuzindua pilika ya mama. Mwezi wa 8 tunaenda kuzindua Amka Kijana, nafasi ni yako. Mwezi wa 8 tunaenda kuzindua, mule ndani hatuzindui tu vyombo. Nataka niseme, kama mnajua na mnakumbuka kwamba Asha Baraka amepewa heshima kubwa na Mheshimiwa Rais na mwenyekiti wake. Heshima hii itarudi mwezi wa 8 na tunawaomba kabisa Watanzania mtunge mkono mwezi wa 8. Hiki kitu ni kikubwa mno, tunaenda kukifanya kupitia sisi na Twanga Pepeta. Baada ya kusema hayo, nawashukuruni sana ndugu zangu.